mpya ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi CCM yabeba vipaumbele 22 vitakavyotekelezwa na serikali zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Na katika michezo, leo ni nusu fainali ya kombe la CRDB Federation kupigwa mjini Babati kwa kuzikutanisha Simba na Singida Black Stars, ambapo mshindi atakutana na Yanga katika mchezo wa fainali. Habari ya asubuhi, mtazamaji wa Channel 10 popote pale ulipo, karibu katika taarifa ya habari ya asubuhi ya leo. Mimi ni Salma Shabani. Tunaanza na habari za kitaifa. Chama cha Mapinduzi CCM kimezindua ilani mpya ya uchaguzi ya mwaka 2025-2030 yenye vipaumbele 22 vitakavyotekelezwa na serikali zote mbili ambazo ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, ikiwemo kuzalisha ajira zaidi ya milioni 8.3 kupitia sekta rasmi na isiyo rasmi. Taarifa zaidi na Amani Mbando kutoka Dodoma. Kati ya vipaumbele hivyo 22 vitakavyotekelezwa na serikali za CCM endapo zitachaguliwa kuongoza kwa miaka mitano ijayo, vipaumbele 9 vitatekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na 13 vitatekelezwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, ambapo baada ya kuizindua ilani hiyo, mwenyekiti wa CCM Taifa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amehimiza umoja kwa wana CCM. Katika kipindi tunachohitaji kama Chama cha Mapinduzi, umoja, mshikamano na upendo ni kipindi hiki. Ni kipindi cha kuhakikisha chama chetu ni kimoja na wana CCM ni wamoja. Tunakokwenda huko, kwa sababu kuna kugombea nafasi, tutakuwa awali tuna makundi. Kwa sababu kama tunagombea lazima kutakuwa na makundi. Tutakapomaliza kugombea, turudi chama kiwe kimoja. Tuingie kwenye uchaguzi tukiwa na nguvu moja. Tusiingie kwenye uchaguzi tukiwa mapande. Tuingie tukiwa na nguvu moja, kwa sababu ukiangalia tu hali ilivyo, CCM tayari ilishashinda. Kuelekea mchakato wa mchujo na uteuzi wa wagombea wa chama hicho, mwenyekiti Rais Dr. Samia ameelekeza viongozi wa chama ambao wapo kwenye nafasi ya kushiriki vikao vya kuchuja majina na wana nia ya kugombea kutoa taarifa kabla ya Juni mosi. Tukitoa mwanya, ndugu zangu, tukipitisha wanaotafuta tu na mie ni wemo, ndio tunapata wale wanaokwenda huko. Chama kinakuwa Gwajimanized. Kwa hiyo kwa vovote vile tusigwajimanize chama chetu, magwajima tuyaache nje. Nimemwambia katibu mkuu ifikapo tarehe mosi mwezi ujao, kesho kutwa, niwe tayari tumepata majina ya wenye nia ya kugombea. Mapema wakiwasilisha maelezo kuhusu ilani hiyo, mwenyekiti wa kamati ya ilani Profesa Kitila Mkumbo na makamu mwenyekiti Dr. Saada Mkuya Salum wameeleza ahadi zitakazotekelezwa na serikali zote mbili endapo zitapata ridhaa ya kuchaguliwa katika uchaguzi mkuu wa baadaye mwaka huu. Ni kwamba CCM inalenga kuona kuwa nusu ya ajira hizo zinazalishwa katika sekta rasmi. Muda uliopita tulikuwa na lengo hili, lakini ajira nyingi zimezalishwa katika sekta isiyo rasmi. Sekta binafsi sekta rasmi imechangia asilimia takribani 14 pekee. Tunataka kuona kuwa katika miaka mitano ijayo sekta rasmi ichangie angalau asilimia 50 katika ajira. Kwa hivyo katika kipindi cha miaka mitano inayokuja, Chama cha Mapinduzi kimeielekeza serikali kusimamia upatikanaji wa ajira za vijana at least 350,000. Ahadi zilizomo katika ilani hiyo zinawagusa baadhi ya washiriki wa mkutano huu, wakiwamo wawakilishi wa asasi za kiraia, wanachama wa CCM na waalikwa walioshiriki mkutano huu. Katika vipaumbele vikubwa, kwa mfano swala la katiba mpya, kwetu ilikuwa kipaumbele namba 1. Tunashukuru kwamba na lenyewe sasa hivi limewekwa kama ni ajenda mojawapo ya uchaguzi kuelekea kwenye serikali mpya itakayoundwa baada ya uchaguzi. Chama cha Mapinduzi CCM kimehitimisha siku 2 za mkutano mkuu maalum taifa uliokuwa na ajenda kuu 3 ambazo ni marekebisho madogo ya katiba, kupokea taarifa za utekelezaji wa ilani ya 2020-2025 na kuzindua ilani mpya ya mwaka 2025-2030. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma.
Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Japani zimetia saini hati ya makubaliano ya ushirikiano katika mpango wa pamoja wa uwekezaji katika biashara ya kaboni utakaowezesha kampuni za nchi hizo mbili kuwekeza katika biashara ya kaboni nchini Tanzania. Utiaji saini wa makubaliano hayo umefanyika Tokyo, Japani, kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira, Mhandisi Hamadi Yusuf Masauni, na serikali ya Japani ikiongozwa na Waziri wa Mazingira, Mheshimiwa Asao Keiichiro. Akizungumza baada ya utiaji saini huo, Waziri Masauni amesema makubaliano hayo yamekusudiwa kuimarisha uhusiano kati ya Japan na Tanzania kwa maendeleo endelevu na hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, na kwamba hatua hiyo itaongeza fursa ya kupanua soko la biashara ya carbon kutoka kwa wawekezaji wa Japan watakaowekeza katika miradi ya biashara ya carbon itakayoibuliwa nchini. Katika tukio hilo ambalo limeshuhudiwa na Katibu Mkuu Ofisi ya Makamu wa Rais, Mhandisi Cyprian Luhemeja, na baadhi ya watendaji kutoka ofisi hiyo, Mhandisi Masauni amebainisha kuwa katika mfumo wa kitaasisi, serikali imeanzisha kituo cha taifa cha ufuatiliaji wa carbon NCMC kupitia sheria ya usimamizi wa mazingira iliyofanyiwa marekebisho mwaka 2025. Kwa mtakumbuka kwamba kwa muda mrefu biashara ya kaboni ilikuwa ikifanyika, lakini taifa letu lilikuwa likifanyika kwa kutosha, kwa sababu kwanza maeneo ambayo yalikuwa yamejikita zaidi kwa wawekezaji ni maeneo yalikuwa ni ya misitu zaidi, lakini hata bei ambazo tulikuwa tunapata kama taifa zilikuwa za chini. Kwa kupitia makubaliano haya sasa tunakwenda kupata soko la moja kwa moja la serikali ya Japani za bei ambazo zitakuwa zinakidhi zaidi katika miradi yote ya kaboni ambayo tutakuwa tunaibua katika nchi. Wakati dunia ikiadhimisha siku ya wauguzi duniani huko mkoani Tabora, wauguzi wametakiwa kufanya kazi kwa weledi huku wakizingatia kiapo walichoapa katika kuwahudumia wananchi ili kuendana na maboresho makubwa yanayofanywa na serikali katika sekta hiyo muhimu, ambapo kwa mkoa wa Tabora katika kipindi cha miaka minne ya uongozi wa serikali ya awamu ya 6, zaidi ya shilingi bilioni 33 zimetumika katika sekta ya afya. Mwanahabari wetu Pendo Salu ana taarifa zaidi. Nitazitunza kwa uthabiti siri nizipatazo. Ni wauguzi kutoka wilaya zote za mkoa wa Tabora wakila kiapo kufanya kazi zao kwa kuzingatia sheria zinazoongoza. Akizungumza na watumishi hao, Katibu Tawala mkoa wa Tabora Dr. John Mboya ameeleza kazi kubwa iliyofanywa na serikali katika kuboresha sekta ya afya kwa kujenga miundombinu ya kisasa na kuajiri wataalamu. Hivyo wanapaswa kufanya kazi kwa weledi, huku mganga mkuu wa mkoa wa Tabora Dr. Honolata Lutatinisibwa akionya kauli mbaya zinazotolewa na baadhi ya wauguzi wasio waadilifu. Nataka kuambia mfuate maadili ya kazi zenu, pia mzingatie miongozo mbalimbali ya serikali na kitaaluma ambayo mnaifahamu ili kuweza kukidhi vigezo vya utoaji wa huduma. Na hapa mmeapa na tukaagiza kwamba msaini. Serikali ya awamu ya 6 imefanya kazi kubwa sana, ambapo tangia Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia ingia madarakani miaka 4 imepita sasa. Uwekezaji uliofanyika katika mkoa wetu ni jumla ya shilingi bilioni 33. Tumpongeze Mheshimiwa Rais. Serikali imeshamaliza kazi yake. Uwekezaji mkubwa mmeuona, vituo vilivyojengwa, vifaa tiba vilivyokuja na watumishi ambao wanaendelea kuajiriwa. Kwa hiyo sisi ndio tumebaki tutoe huduma bora zenye staa, zenye utu ili wananchi waweze kupenda huduma yetu. Inaelezwa kuwa zaidi ya 60% ya watumishi wote wa kada ya afya ni wauguzi, ambapo 80% ya huduma zote zinazotolewa katika sekta hiyo hutolewa na wauguzi hawa. Hapa wanawasilisha kilio chao kwa serikali kutatua changamoto zinazowakabili. Tunaomba mkoa uendelee kuajiri watumishi wengine ili wawepo wauguzi wa kutosha katika vituo vya kutolea huduma. Tuweze kutoa huduma bora na sio bora huduma katika majengo mazuri yaliyopo. 2. Tunaomba kujengewa uwezo vituoni kuendana na mabadiliko yaliyopo. Mfano, wauguzi wote tupate mafunzo ya huduma kwa wateja. Kutoka Tabora, Pendo Salu, Channel 10. Mwenge wa Uhuru wa mwaka 2025 umezindua mradi wa ndege nyuki 3 zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 81.7 zilizotolewa kwa ushirikiano wa serikali na wahisani
ikiwa ni njia mojawapo ya kukabiliana na tembo waharibifu ambao wamekuwa wakiharibu mashamba, kuhatarisha usalama na maisha ya wananchi wa vijiji 64 vinavyozunguka hifadhi ya msitu wa Nyera Kipelele uliopo wilayani Liwale mkoani Lindi. Ahmad Nandonde ametuandalia taarifa ifuatayo. Akisoma taarifa mbele ya kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru, kamanda wa mamlaka ya wanyamapori Tanzania TAWA kituo cha Selu, Bwana Philip Orio, amesema mradi huo utasaidia kudhibiti wanyama hao hatari kwa maisha ya wananchi pamoja na shughuli zao. Serikali kupitia TAWA waliweza kukabidhi wilaya Liwale jumla droni 3 ambayo moja imetolewa na mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA, lakini 2 zimetolewa na GIZ. Kwa hiyo droni hizo zinatumika kupambana na wanyama wakali na waharibifu katika mashamba ya wananchi na makazi yao. Na mpaka sasa hivi drone hizi tulikabidhiwa mwezi Aprili, ambao mpaka sasa hivi tumeweza kukabiliana na makundi 11 katika mashamba na makazi ya wananchi, ambao makundi yao yalikuwa na takribani tembo 220. Drone hizi zimetengenezwa maalum zikiwa na sauti ya nyuki. Kwa hiyo tembo anaposikia nyuki ile anakimbia moja kwa moja na kurudi hifadhini. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba una uwezo wa kumcontrol unapotaka yeye aelekee. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mradi huo, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru Ismail Aliusi amesema dhamira ya serikali chini ya Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha inatatua kero za wananchi ili waishi katika mazingira salama bila kubugudhiwa na wanyama hatari na waharibifu. Kwamba kuna baadhi ya ndovu kwa maana ya tembo ndio leo hii ambao wanaenda kushambulia wananchi katika maeneo yao, jambo ambalo sio zuri na sio sahihi. Lakini serikali imechukua jitihada kubwa ya kuwadhibiti. Mmekuja na mfumo maalum ambazo wale wenzetu wanaposikia sauti zile za droni, kwa wao inakuwa ni changamoto na inapelekea kuondoka, kuhama eneo moja kwenda eneo jingine ama kurudi katika maeneo ambayo wanahitajika kuishi. Kwa kweli tunawashukuru sana wenzetu wa mali asili pamoja na serikali ya wilaya. Ombi langu kwa wananchi, tuendelee kuunga mkono jitihada hizi za serikali, kwa sababu serikali imetumia mbinu mbadala, lakini pia hata vifaa ambavyo tunatumia kuwakinga wanyama wale ni vifaa ambavyo ni vya bei ghali. Niwaombe sana ndugu wananchi, tunapowaona wanyama hawa katika maeneo yetu, tutoe taarifa kwa wakati, tutoe taarifa sahihi. Katika kijiji cha Nangano, Mwenge umetembelea na kujionea mradi wa upandaji miti katika shule sekondari Nangano, mradi ambao una lengo la kusaidia uhifadhi wa mazingira. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan wakati anakuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, moja kati ya mambo ambayo aliyafanya kama ndiyo kipaumbele ndani ya taifa hili ni kuwasimamia na kuwahimiza wananchi juu ya utunzaji wa mazingira. Naomba tumpigie makofi mengi sana. Leo hii wana Liwale mmeonyesha haya kwa vitendo, naomba jipigieni makofi mengi sana. Kabla ya hapo tulikuwa tunachukulia korosho ni mazao, lakini baadaye walikuja waliosoma wakasema hata na yenyewe ni miti. Kwa hiyo na yenyewe tumeongeza katika orodha ya miti ambayo inapandwa. Mpokea mradi wa miti ya mbao ya michichi. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Mwenge umetembelea jumla miradi 7 ya tenki la maji, shamba la korosho na mwekezaji mzawa, zahanati, mradi wa vijana na mradi wa gari la taka, miradi yote ikigharimu zaidi ya shilingi bilioni 1.8 za Kitanzania. Nikiripoti kutoka Liwale, mimi ni Ahmad Nandonde, Channel 10. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Tanga imebaini uwepo wa miradi 12 yenye mapungufu ambayo imetekelezwa kwa gharama ya kiasi cha shilingi bilioni 5.468 huku akishauri kufanya marekebisho kwa hatua zenye ubora. Taarifa zaidi na Raya Kipingu. Hatua ya kubainisha mapungufu kwenye miradi hiyo inatajwa wakati wa utoaji taarifa ya utendaji kazi wa TAKUKURU kwa kipindi cha miezi mitatu ya Januari hadi Machi 2025, ambayo imebainishwa kuwa ni miradi kwenye sekta ya maji, elimu na afya. Tulifanya kazi ya ufuatiliaji wa matumizi ya rasilimali za umma katika miradi ya maendeleo 54 yenye thamani ya shilingi bilioni 240 milioni 268,703,118 na senti 9. Katika ufuatiliaji wa miradi hiyo, miradi 12 ilibainika kuwa na mapungufu, ambapo ushauri wa marekebisho uliotolewa na hatua za marekebisho. Aidha, kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba mwaka huu,
Taasisi hiyo imeeleza namna ilivyoanza kuelimisha makundi mbalimbali juu ya kujiepusha na vitendo vya rushwa kwa kuchagua viongozi bora kwa maendeleo endelevu. Kura yako ina manufaa endapo utampigia mgombea ambaye ni mzalendo, ni mwaminifu, mwenye hekima, busara na nia njema. Unapokutana na dalili zozote za mgombea au mtiania ambaye anataka kukushawishi kwa namna yoyote ile, jua kwamba huyo mgombea ana dalili ya kuwa na uongozi ambao hautakuwa mzuri. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Mkuu wa Jeshi la Magereza Tanzania Kamishna Jenerali Jeremia Katungu amesema mkutano wa mwaka wa wakuu wa majeshi ya magereza wa nchi za SADC umekubaliana kuweka maazimio ya kupambana na wahalifu sugu ndani ya magereza yao katika jumuiya hiyo. Huyo hapa Saidi Makala na taarifa zaidi. Amesema hayo wakati akizungumza na wanahabari mara baada ya kumalizika kwa mkutano wa mwaka wa wakuu wa majeshi ya magereza wa nchi za SADC, mkutano ambao ulifanyika kwa siku 3 nchini Tanzania na wakuu wa magereza wa nchi 15 wakishiriki, ambapo amesema mapambano hayo yataendana na kudhibiti uhalifu na kuimarisha upatikanaji wa taarifa ndani ya magereza yao. Tumeyajadili ni kuhusiana na swala la kupata taarifa za kiintelijensia, na kama ambavyo mnafahamu kwamba magereza yetu yanahifadhi wahalifu wa aina mbalimbali, wakiwemo wahalifu sugu na wale ambao wana mitazamo mikali. Na wakati mwingine kama hatuna taarifa za kiintelijensia, baadhi ya matukio yanaweza kujitokeza magerezani, ikiwa ni pamoja na kupanga uhalifu kwa wahalifu wakiwa magerezani. Kwa hiyo ni mambo ambayo tumeyajadili kwa kina na kubadilishana uzoefu ili tuone namna ya kuimarisha namna ya kupata taarifa ili kuweza kuzuia yale matukio ambayo yanakuwa na changamoto za kiusalama katika magereza yetu. Katika hatua nyingine, ameelezea majukumu ya msingi wa magereza yao kwa jumuiya ya SADC ni pamoja na kuwapa ujuzi na maarifa wafungwa pamoja na kuwafunza tabia njema pindi wanaporejea mitaani mara baada ya kumaliza vifungo vyao. Wahalifu wanapokuja magerezani, kama ambavyo niligusia, jukumu letu la msingi jingine ni kuwapa ujuzi, elimu na maarifa. Baada ya kuwa tumeshabadilisha mienendo na tabia, matarajio ni kwamba wakitoka baada ya kumaliza vifungo vyao wakarudi kwenye jamii, wataacha kurudia kutenda makosa, lakini kubwa zaidi watatumia ule ujuzi, maarifa na elimu kwa ajili ya kufanya shughuli halali za kujipatia kipato. Na kitendo cha kuwarekebisha na wakatoka na wakaacha kurudia kutenda makosa, kwa namna moja ama nyingine tunakuwa tumechangia masuala ya amani na utulivu kwenye jamii. Hivyo jamii sasa itajihusisha zaidi katika shughuli za kuzalisha mali na hivyo kukuza uchumi wa nchi husika, lakini pia kutoka Dar es Salaam, Saidi Makala, Channel 10. Katika kuhakikisha Tanzania inafikia malengo yake, inatakiwa kujikita zaidi katika matumizi ya nishati mbadala, jambo ambalo linahitaji kuendelea kuibua ubunifu na tafiti mbalimbali katika sekta ambayo zitasaidia kufikisha nishati katika maeneo ambayo hayana huduma hiyo kwa lengo la kukuza uchumi. Taarifa zaidi na Beatrice Eriki. Kauli hiyo imetolewa na mhadhiri Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Shule ya Madini na Geoscience Profesa Evelyn Mbede wakati wa kufunga wiki ya nishati jadidifu iliyofanyika jijini Dar es Salaam. Amesema bunifu zinazoibuliwa ziongeze upatikanaji wa nishati ya umeme kwa kutumia vyanzo vilivyopo katika maeneo yao, hususan vijijini ambako kuna uhitaji mkubwa wa nishati hiyo, huku katibu mtendaji Jumuiya ya Wadau wa Nishati Jadidifu Tanzania TAREA Matthew Matimbwi akieleza mafanikio ya mwaka 2025. Tuna nafasi kubwa kama innovators, kama vijana, ya kutengeneza Tanzania mpya ambayo haitakuwa na, tukapunguza hata rate ya vifo, tukapunguza matumizi ya umeme za aina nyingine yote. Kwa renewable energy ina nafasi. Tumeweza kuonyesha kwamba tunaweza kutumia mapaa yetu kwa ajili ya uzalishaji wa nishati ya umeme. Kwa mfano, tuna kampuni mwanachama ambayo ameweza kujenga mfumo wa umeme nuru kwenye hospitali ya Aga Khan, mfumo wa ukubwa wa 1.3 megawatt ambao kwa wakati wa mchana hospitali ya Aga Khan kwa sehemu kubwa haihitaji tena umeme kutoka TANESCO. Baadhi ya wadau walioshiriki maadhimisho ya wiki ya nishati jadidifu wameeleza mchango wa nishati jadidifu katika kupunguza gharama za matumizi ya umeme. Tumeleta mfumo ambao uko complete wa nishati safi ya kupikia. Tunapika moja kwa moja kwa kutumia umeme wa juu ambao tumeufunga hapa.
lakini pia tuna majiko ya kisasa kabisa ambayo yanatumia umeme wa jua pamoja na betri na mifumo wake wote uliokamilika. Solar water heater ni mfumo wa kuchemsha maji kwa kutumia umeme wa jua. Una uwezo wa kuhifadhi lita 240 na kutumika kwa siku 3 bila kupata jua. Nchi yetu kama Tanzania imebarikiwa, tuna takriban uwezo wa kuzalisha megawati 5,000 za umeme kutokana na chanzo cha joto ardhi na megawati 15,000 za joto ambao ni kwa ajili ya matumizi ya moja kwa moja ambayo yanaweza kutumika viwandani. Kutoka Dar es Salaam, Beatrice Eric, Channel 10. Kamishna wa polisi Zanzibar CP Kombo Hamis Kombo amewataka askari polisi watendaji wa jeshi la polisi Zanzibar kuwa waadilifu, weledi na kujituma kwa maslahi ya taifa wakati wakitekeleza majukumu yao, hasa wakati huu taifa likielekea uchaguzi mkuu Oktoba. Taarifa zaidi na Juma Kasim Ali kutoka Zanzibar. Ni wakati akifunga mafunzo ya uongozi mdogo cheo cha Sergeant namba 32425. Akifunga mafunzo hayo yaliyofanyika viwanja vya chuo cha polisi Zanzibar, CP Kombo Hamis Kombo ndipo anaeleza hayo kwa wahitimu hao. Baada ya kumaliza mafunzo hayo tunarudi kwenye maeneo yetu. Kwa hivyo tuoneshe mabadiliko, kwa sababu tulipoondoka tusirudi vile vile kama tulivyokuwa. Tumepata elimu ya kutosha, kwa hivyo tukaionyesha ile elimu yetu. Lakini tusiwe na majivuno na kiburi huko tunakokwenda kwa kuwatambia wenzetu. Tunafanya kwa kuboresha na jamii ione kama kweli tumebadilika. Maana umepata unakwenda kidogo umebadilika, mambo fulani yameongezeka. Kwa hivyo sasa kama umebadilika sasa umekuwa kiongozi, kuna watu utakuwa unaongoza. Kwa hivyo uoneshe yale mabadiliko. Aidha, CP Kombo Hamis Kombo ametaka wahitimu hao kuhakikisha utawala wa sheria, ulinzi wa raia na mali zao unatawala kabla, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Mkafanye kazi kwa weledi na uadilifu ili muweze kutoa huduma bora za kiusalama kwa jamii mnayohudumia kwenye maeneo yenu ya kazi, hususan katika kipindi hichi tunachoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mkuu wa chuo cha polisi Zanzibar, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Moses Fundi, amesema mafunzo hayo yamezingatia kila hitaji la jeshi la polisi. Nina imani kwamba wahitimu wao wako tayari kufanya kazi kwa kiwango kinachokubalika na kuwa viongozi katika jeshi la polisi Tanzania. Mafunzo tuliyoyapata hapa ni mengi, jinsi ya kujumuika na jamii katika kupunguza uhalifu katika jamii zetu. Wanafunzi 1041 kutoka mikoa yote ya Tanzania wameshiriki mafunzo hayo yaliyotolewa kwa kipindi cha miezi 2 na wiki 3. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Na katika michezo, mtazamaji, wadau wa michezo mkoani Mbeya wametoa maoni yao kuelekea mchezo wa nusu fainali wa kombe la CRDB Federation Cup utakaowakutanisha miamba miwili Simba Sports Club na Singida Black Stars kesho kwenye dimba la Tanzanite kwa Raha mkoani Manyara. Taarifa ya Epimacus Apolinari inafafanua zaidi. Wadau wa michezo mkoani Mbeya wametoa mtazamo wao kuhusu mechi hiyo ya wekundu wa Msimbazi dhidi ya Singida Black Stars na kutoa ushauri kwa waamuzi kuchezesha mechi hiyo kwa haki ili kupata timu shindani itakayocheza fainali. Wakichezesha haki bini haki ni kwamba Simba hana chake kwenye mechi ya kesho kutwa. Na kuambia ni 2 tu, ataumia bao 2 tu. Hakuna chenga. Hiyo je asikatetewa? Katetewa na waamuzi. Simba lazima haumie, hataki astaki lazima haumie. Hana timu toka mwanzo mtu akubebwa tu. Black Stars anatakiwa ajionyeshe kwamba jamani na mimi nipo. Kwa nini kombe mimi ndo mara ya kwanza. Kwa hiyo lazima naye aonyeshe umwamba. Simba alichozoea waga anacheza mara nyingi, lakini huyu jamaa yeye ndo mara ya kwanza kucheza. Kwa hiyo lazima aonyeshe umwamba kwamba mimi ni nani. Sasa zile njia za kuonyesha kwamba mimi ni nani ndio Simba atakapoumia. Kwa sababu Simba huyo anaweza kawa ni timu kubwa, lakini alishaitolewa kwa kombe hili na timu ndogo kabisa kama ya Mashujaa. Ilishamtoa. Kwa hiyo kwa mwendelezo huu nikiangalia Simba kwa safari hii mechi ya safari atafungwa. Na naweza kuzungumza na naweza kafungwa goli moja, na kwa sababu gani? Simba anaonekana kwa sasa hivi hapati magoli mengi. Ni ushindi mwembamba. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, ni mimi mwanamchezo wako kocha mtaalamu Epimacus Apolinari, Channel 10. Mashabiki wa klabu ya Simba mkoani Manyara, hususan waishio eneo la Haidom, wilaya ya Mbulu, wametakiwa kujitokeza kwa wingi kuishangilia timu yao kwenye mchezo wa nusu fainali ya kombe la shirikisho
la CRDB dhidi ya Singida Black Stars ambao unatarajiwa kuchezwa hapo kesho kwenye uwanja wa Tanzanite kwa Raha majira ya saa 10 jioni. Elia Kimani huyo hapa na ripoti kamili. Umetolewa na msemaji wa klabu hiyo ya Simba Ahmed Ali wakati akizungumza na mashabiki wa timu hiyo katika hafla ya kuzindua tawi la wana Simba mji wa Haydom. Tarehe 31 tuna mchezo mgumu sana. Ni mchezo mgumu kwa maana ni ngumu kumfunga mtu mara mbili ndani ya muda. Unamfunga lakini ndani ya muda mfupi lazima itakuwa na ugumu wake. Kwa hiyo kila mwana Simba wa hapa Haydom atambue ya kwamba tuna mchezo mgumu kweli kweli. Lakini tunapozungumzia ubora ama standard, sisi na Singida ni mbingu na ardhi. Lakini kwenye mpira kila kitu kinawezekana. Inategemea mpinzani siku hiyo ameamkaje na nyinyi siku hiyo mmefanya makosa gani na hatimaye naweza mkaadhibiwa. Lakini sisi lengo letu ni kuchukua ubingwa wa ligi kuu ya NBC ambao tutachukua tarehe 15 ya mwezi wa 6. Tumezungumza pia na mashabiki mbalimbali kuelekea mchezo huo na hali ya mwitikio pia wa mashabiki kuingia uwanjani. Kwa siku ya kesho mchezo unaweza kuwa mzuri sana. Simba na wachezaji wazuri, Black Star pia na wachezaji wazuri. Wachezaji wote katika hizi timu mbili wao kwenye quality kubwa. Hakuna timu ya kumbeza mwenzake. Simba hawezi kumbeza Black Star na Black Star hawezi kumbeza Simba. Singida anakufa hapa. Hana uwezo Singida kuweza kumfunga Simba. Hata hawa wachezaji wa Singida wengi, kwa mfano yule alikuwa anacheza Genda Maria, nani anaitwa sio cheza na Simba hawa wana maajabu gani kwa klabu ya Simba? Nimetokea Dar es Salaam. Nimekuja kukatisha tiketi huku za mechi ya kesho ya nusu finali ya Simba na Singida. Kwa hali ya Babati sio mbaya, kwa kweli watu wanajitokeza kwa wingi. Kutoka mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani. Na mtazamaji, mechi hiyo basi ya Simba na Singida Black Stars itachezwa leo saa 10 jioni katika uwanja wa kwa Raha huko mjini Babati. Nakushukuru sana mtazamaji kwa kufuatilia matangazo haya. Tumefikia mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Channel 10. Tunakwenda kwenye break fupi, tukirejea hapa tunaangazia vichwa vya habari vya magazeti namna ambavyo basi vimepewa uzito. Mimi ni Salma Shabani.